Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah salawatullahi wasalamuhu alayhi. Naam, ndugu zangu, siku ya leo nimekusudia ni kuonyesha hii na kuonyesha ni miongoni katika mimea ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hii mimea ina maajabu mengi sana, ina vitu vingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia ndani yake. Hususani mmea leo nitakugusia uliokuwepo hapa katika hali ya kutwangwa namna hii. Hii ni kwa mtu ambaye anasumbuliwa sana na watu wa usiku, kwa maana ya wachawi. Hajui kusoma chochote kile katika dua, lakini unataka kuweza kumdhibiti mchawi wako. Moja, unaweza kutumia hii. Lakini pia vile vile inawezekana nyumba yako imefanywa uchawi. Unaweza pia ukatumia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusaidia. Lakini nikwambie ndugu yangu, hii ina majina mengi sana niliyoshika mkononi. Lakini moja katika majina yake ambayo mimi nimependa jina hilo, ndio maana wewe ninakueleza hilo jina, ni kwamba ni kiboko ya wachawi. Na kwa nini inaitwa kiboko ya wachawi? Ni kwa sababu unga huu una maajabu makubwa sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa mchawi pale utakapokuwa kama ametupia uchawi ndani, ukachukua ukapigia deki ndani ya nyumba hiyo, uchawi wake wote haufanyi kazi. Lakini si hivyo, unga huu kama unauchukua unauweka namna hii sehemu pa, mchawi hana ujanja wa kuluka. Na niweze kukwambia kitu kimoja, unaweza ukashangaa sana, lakini nikwambie kwamba duniani kuna maajabu makubwa sana katika mimea Mungu aliyoiumba. Hii mimea unaoiona hii, mimea hii ina maajabu makubwa sana. Ila tatizo tu, wengi wetu hatuna maarifa na mimea hiyo na siri za mimea hiyo. Lakini kwa uchache Mwenyezi Mungu aliyotujalia kujua, basi twasema, ili wewe ambaye hufahamu kabisa ndugu yangu, au unafahamu kidogo, ukiongeza na hiki katika faida, utapata faida ambayo itakokusaidia. Hii mimea ina faida kubwa. Leo mfano kuna mmea mdogo sana unadharaulika katika jamii. Mmea ambao unaitwa kisamvu. Ndugu zangu wa Kongo mnaita sombe. Sombe unadharaulika sombe, au kisamvu, mboga ya kisamvu tunajua tukajua kupikia tu. Lakini wewe mtu wa kisamvu, laiti ukiambiwa siri zake na maajabu yake na mambo yaliyokuwa kwenye kisamvu, ndugu yangu, we unaweza ukaona mambo mengi duniani. Lakini kisamvu peke yake, ukitaka kumuona mchawi kwa kutumia kisamvu, nakwambia bayana na ninaiambia dunia nzima, ukitaka kumuona mwanga kutumia kisamvu utamuona. Lakini leo sikuelekezi unafanyaje. Lakini pia vile vile si hivyo peke yake. Ukitaka kuondoa nuksi, si una nuksi wewe mwilini? Nuksi, unateseka sana na nuksi na unalifanya liende vizuri, kisamvu. Unaweza ukajitibia kutumia kisamvu. Kisamvu hicho. Kisamvu, mtu amekusahau wewe, watu hawakukumbuki. Umesahaulika. Mpenzi wako kakusahau, mmeo kakusahau, kaondoka ukakusahau kabisa, hana habari na wewe. Kisamvu. Unaweza kufanya habari kwenye kisamvu, basi mambo yakaenda vizuri. Lakini kuna utaratibu wake na kuna namna zake. Hapo sasa kunahitajia maarifa upewe, sio kurupuke tu uanze kutumia ukakosea, ukajiletea matatizo. Kwa hivyo miti ina maajabu makubwa sana. Kuna mti ambao unaitwa mwarobaini. Una maajabu mengi makubwa, mpaka wazee wakauita mti wa mwarobaini. Kwa nini umeitwa mwarobaini? Una siri gani? Na baadhi ya wataalamu wanasema nyoka hawezi kusogea kwenye mti wa mwarobaini, na akisogea kwenye mti wa mwarobaini anakufa. Huo ni mti wa mwarobaini. Sasa mwarobaini una nini? Sasa na mimi nakwambia mwarobaini, mchawi hawezi kukaa chini ya mti wa mwarobaini muda mrefu. Huo ni mti wa mwarobaini. Lakini leo nakugusia tu. Lakini pia kuna mti ambao unaitwa
mbaazi. Mbaazi ni mti ambao una maajabu makubwa sana. Ni mti ambao unaitwa mfichua siri, unaitwa mama wa miti, wengine wanaita bibi wa miti, mti wa mbaazi. Mbaazi pia vile vile unataka wewe duka lako watu wajae wengi, wafike wengi, wateja wawe wengi, mbaazi. Kadhalika vile vile mti wa mbaazi pia wewe wezekana unakusudia hata kumuona mwanga bayanan, unaweza ukatumia mbaazi na mwanga ukamuona. Huo ni mti wa mbaazi. Mbaazi umelogwa wewe, umelogwa muda mrefu sana, unateseka sana katika maisha, ushatibiwa sana na tatizo bado, unaweza ukajitibia kwa kutumia mbaazi. Kwa hiyo nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba miti ina maajabu. Usipinge jambo ambalo hujalifahamu. Miti ina maajabu makubwa sana. Kuna miti imetajwa kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna miti mingine haijatajwa kwa majina, kwa kufafanua katika majina haijatajwa, lakini kuna miti imetajwa. Kuna mti unaitwa rumman, mkomamanga. Mkomamanga umetajwa, na baadhi ya wataalamu wengine wanatueleza kwamba hata fimbo ya Nabii Musa ilikuwa ya mkomamanga. Sasa mti wa mkomamanga una faida kubwa, kuondoa uchawi, majani yake kutibia uchawi, ndivyo hivyo. Tunda lake, majini, mzizi wake, mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunasema mambo yalivyo, miti ina maajabu makubwa. Kwa hiyo ukitumia baadhi ya vitu fulani, wewe mwenyewe utapata faida kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kitu naweza nikakwambia ambacho kinaitwa khasiyya. Khasiyya maana yake nyepesi tu, yani niseme tu kwa lugha nyepesi ya kawaida, nguvu maalumu au kitu maalumu Mungu kakiweka kwenye kitu fulani. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au nitoe mfano wa kawaida tu. Wewe hapo ulipo unapoumwa maradhi, unaambiwa bwana, ukinywa dawa hii maradhi hayo utapona. Kweli ukinywa ile dawa maradhi umepona. Hivi Mungu kakuponyesha au dawa imekuponyesha? Mungu kakuponyesha au dawa imekuponyesha? Tunasema hivi, Mungu kakuponyesha, lakini ile nguvu Mungu aliyeiweka kwenye ile dawa ambayo wewe inakutibia maradhi yako, twaiita khasiyya, maana ni nguvu maalumu hiyo. Kwa dhalika hii kwenye hii mimea au leo tunasema mtu mwenye majini ukipaka mafuta majini yanakimbia. Hivi majini yanakimbia, maradhi ya majini yanakimbia, maana yake yale mafuta yanakimbiza majini au Mungu mwenyewe ndio anakimbiza yale majini ya kuondoke katika mwili? Tuwasema Mungu mwenyewe, lakini yale mafuta kuna kitu, nguvu fulani ipo pale, khasiyya. Ile nguvu ndio yafanya kazi hivyo. Sijui unanielewa hapo? Kwa ndugu yangu, sasa leo niko na hii hapa ambayo uliyoiona nimeshika katika mkono. Hii dawa ambayo nimekushikia leo katika mkono, dawa hii ina majina mengi sana. Miongoni katika hivyo ni kiboko ya wachawi na uchawi. Kwa maana ya kwamba hii unaweza ukatumia kwa ajili ya kupambana na wachawi, kwa maana ya kwamba wakija kwako washindwe kuingia kwenye nyumba yako. Unachukua hii, unapigia deki kwanza katika nyumba yako. Safisha kabisa nyumba yako ile. Safisha kabisa. Kisha baadaye unachukua tena hii dawa yako baada ya kusafisha. Sawa sawa? Kuna namna hata ukiweka kwenye pembe za nyumba yako. Sasa kwenye pembe ya nyumba unga wake ukiweka, maajabu ya unga ukiweka pembezoni namna hii, wachawi wanaingia kwenye pembe, tunasema hivyo, mwanga hawezi kupenya katika ile pembe na kuingia ndani. Ni hapo. Pia vile vile wewe una tatizo la nuksi, umelogwa nuksi, kila unalolifanya haliendi. Kwenye biashara wateja hawaeleweki, wateja hawafiki, na wakifika mtu anafika anamuulizia akapotea njia. Basi ninakushauri unaweza ukapata unga huu ukautumia kwa utaratibu wa kuoga, kwa utaratibu wa kupigia deki, na kwa utaratibu wa kuweka sehemu husika, ili mchawi asiweze kuingia ndani ya nyumba yako. Na hata mtu ana tatizo, kwa maana ya kwamba ametupiwa, amefanywa lile tatizo, inawezekana mtu anaweweseka usiku, mtoto anapiga makelele usiku,
pia vile vile alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakusaidia. Hii ni shajaratul akhdar, ni mti ambao majani umetokea katika majani ya kibichi, isipokuwa tu ni kwamba ni mti ambao majani yake baada ya kuyachukua ilikuwa majani ya kibichi, kwa hiyo baada ya kuyatwanga yamekuwa katika hali ya namna hiyo. Kwa hivyo hii ni faida fupi kwa yule ambaye aliyekuwa anasema shekhe nitahitajia hiyo, basi moja kwa moja unaweza ukapiga simu kwa namba zile ambazo tunazotumia ambao ni 0716447727 au 0762664094. Unaweza ukaanza na kodi namba +255 716447727 au ya Vodacom kwa maana kwamba +255 kisha 762664094. Maana yake ni kwamba unanipigia wakati wowote, unasema bwana, unasema shekhe nitumie hiyo, basi utatumiwa, utaipata. Hii ni kiboko ya uchawi na wachawi, na pia vile vile inaondosha tatizo la nuksi katika mwili wako, mtihani wa nuksi, mtihani mbalimbali. Na hapa nimekuelekeza tu kwa faida ya kutumia kwa maana ya kwa maana ya kukoga, unaondoa nuksi, unaondoa mabalaa ya namna mbalimbali, alhamdulillah. Na hata unapotaka watu wakufurahie, basi vile vile kuna njia zake nyingine tutaelekezana, lakini hii zaidi kuondoa nuksi. Kwanza kama umetupiwa ile nuksi inaondoka, lakini pia mwingine anaweza kusema na mimi sasa nuksi nishaondoa, sasa nataka kila mtu anifurahie. Hapo kuna dawa zingine ambazo unaweza kufanyiwa. Kama uko mbali, kuna visomo vingine unaweza kufanyiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakujalia nuru, watu wakakufurahia, maisha yakaendelea vizuri kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la msingi ni kwamba unga huu ni muhimu sana. Unapoutafuta unasema mimi natafuta unga wa ajabu unaotolewa na Maalim Suleiman au Sharifu Suleiman. Kwa unaposema na utaka ule unga wa maajabu unaotolewa na Maalim Suleiman, unga ambao ni kiboko ya wachawi pamoja na uchawi, unga huu utaupata. Kwa hiyo pata kama nipigia simu unaupataje, basi inshallah nitakuelekeza wapi utaupata. Lakini kwa ufupi, Tabata Kisiwani unapatikana unga huu, na baadhi ya maeneo mengine pia vile vile kuna mawakala wengine nimewapa ambao unga huu unaweza ukaupata. Hii ni pakiti kubwa sana, unaweza ukatumia wewe pamoja na familia yako kuondokana na matatizo ya namna mbalimbali. Kwa haya machache, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.